Karibu katika Genesis hadi Ufunuo. Mimi ni Ed1716 Actualve. Leo tunasoma kutoka 34:1 ondoa 35, hadithi ya ajabu ya vibao vipya vya mawe na utukufu wa Mungu uliomulika usoni mwa Musa. Baada ya dhambi kuu ya ndama wa dhahabu, Israeli inahitaji msamaha. Je, Mungu atawasamehe? Na nini kitatokea kwa uongozi wa Musa? Hebu tuangalie. Bwana akamwambia Musa, kata vibao viwili vya mawe kama vya kwanza, nami nitaandika juu yake maneno yaliyokuwa juu ya vibao vya kwanza ulivyovivunja. Bwana akashuka katika wingu, akasimama pamoja naye pale, akaita jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akalia, Bwana, Bwana, Mungu mwenye huruma na rehema, mwenye uvumilivu, mwingi wa uaminifu na kweli. Hebu tuangalie mambo matatu yanayokosekana mara nyingi. Kwanza, Mungu hakuvikata vibao vipya, Musa mwenyewe alivipaswa kukata. Hii inaonyesha ushirikiano katika ujenzi wa uhusiano. Pili, Musa alifunga siku 40 bila chakula wala maji mara ya pili. Huu ni ufungaji wa ajabu zaidi ya kawaida. Tatu, uso wa Musa ulimulika hata baada ya mazungumzo, ishara ya kudumu ya utukufu wa Mungu. Tunaona mabadiliko makuu matatu ya kiroho. Mungu anabadili kutoka hukumu hadi msamaha, badala ya kuangamiza, anaonyesha huruma. Vibao vilivyovunjika vinapewa nafuu kwa vibao vipya, agano jipya baada ya toba. Na uso wa kawaida wa Musa unabadilika kuwa uso unaomulika, ushirika wa kweli na Mungu unabadilisha sura yetu. Hii ni ishara ya jinsi Kristo atakayobadilisha waaminifu wake. Wanyamapori wanashuhudia maajabu haya ya msamaha. Mnaona jinsi Mungu anavyosamehe haraka, hata baada ya dhambi kuu ya ndama wa dhahabu. Kuanzia juu, naona uso wa Musa unabadilika. Utukufu wa Mungu unamulika kama jua. Lakini watu wanaogopa uso wake unaomulika. Hawaelewi baraka waliopewa. Hii ni ishara, siku moja mfalme atakuja kukamilisha msamaha huu. Somo hili linatufundisha mambo makuu. Msamaha wa Mungu ni mkuu kuliko dhambi yetu yoyote. Kama Musa, tunaweza kurudi kwa Mungu baada ya kushindwa. Ushirikiano na Mungu unabadilisha nyuso zetu, wengine wanapaswa kuona utukufu wake ndani yetu. Na uongozi wa kweli unahitaji kujitenga kwa maombi na kutembea na Mungu. Je, wewe unakubali msamaha wake? Je, uso wako unaonyesha utukufu wake? Tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, asante kwa msamaha wako mkuu. Kama Musa, tunataka kukuona na kubadilishwa na utukufu wako. Kwa jina la Yesu, amina. Tufuatilie kipindi kinachokuja. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.